Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye shilingi bilioni 200 za Dr. Samia Suluhu Hassan kwa siku 100, serikali ilitoa tangazo la vijana kuweza kuomba mikopo na ikaweka ukomo wa umri wa miaka 18 mpaka 35. Lakini ukizingatia Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu za mwaka 2024 zinaonyesha kwamba vijana kati ya umri wa miaka 35 mpaka 40 ni takriban milioni 4, na kundi hili ni kundi muhimu sana kwenye ambalo limejiajiri kwenye sekta isiyo rasmi na ujasiriamali mdogo mdogo. Sasa nikataka kujua serikali ilifanya tathmini gani ya kiuchumi na kijamii ambayo ilipelekea kuweka huu ukomo baada ya kutanua ukomo mpaka umri wa miaka 40, ambao hata taasisi mbalimbali ikiwepo IPU kwetu Chama cha Mapinduzi kimeongeza umri mpaka miaka 40 ili wanufaika waweze kupata wigo mkubwa kuongeza ajira na tija kwa Tanzania. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, swali zuri la Mheshimiwa Esther Matiko. Ni ukweli kwamba serikali imepokea maoni mengi kuhusiana na ukomo wa umri ambao unastahili kunufaika na mikopo hii ya vijana, na tunaendelea kulifanyia kazi jambo hili. Maoni yamekuwa mengi na inaonekana kundi la miaka 35 mpaka 40 linapaswa kuhusishwa kwenye mikopo hii na tunafanyia kazi jambo hili.